Jeremiah 29 verses 11. Ninayajua mawazo ninaowawazia nyinyi, ni mawazo mazuri na si mawazo mabaya, ya kuwapatia mwisho wenye matumaini. Mungu hataki tumalize vibaya. Katika maisha unaweza ukaanza vizuri, lakini sio wengi wanaoanza vizuri wanaomalizia vizuri. Na ndio unaona hata katika shule sio watu wengi ambao ni genius katika shule wanafanikiwa katika maisha. Maana ushindi unahitaji msaada wa kiroho. Ili wewe upate kushinda, unahitaji msaada wa kiroho. Unahitaji kuwezeshwa. Biblia inasema kitabu cha Mhubiri mlango wa 6 na mstari wa 1 na mstari wa 2. Nimeona mbaya sana ambao imelemea wanadamu duniani, nayo ni ugonjwa mbaya. Biblia inasema mwanadamu ambaye amepewa mali, ukwasi na heshima, ili asikose chochote ambacho roho yake inatamani, lakini hapewi nguvu ama hawezeshwi kula katika hizo. Biblia inasema lakini mgeni anakula. Kwa hivyo unaweza ukawa una mpango mzuri, una nyota kubwa ya kuweza kufanikiwa, lakini kuna nguvu katika ulimwengu wa roho inaweza ikakatisha mipango na nyota ya maisha yako. Kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 2 na mstari ni wa 9. Biblia inasema ninajua mateso yako na umasikini wako, injapo kuwa wewe ni tajiri. Bwana asifiwe. Ninajua mateso yako na umasikini wako, injapo kuwa wewe ni tajiri. Kwa hivyo unaona ya kwamba katika roho Mungu amekupanga ukuwe tajiri, lakini katika ulimwengu wa kawaida unaibiwa na mapepo, unaibiwa na wachawi. Kuna watu ambao wanaitangwa destiny diverters, mapepo ya kuharibu destiny ya watu. Mimi nasema ya kwamba lazima watu wa Mungu tupate kuweza kuelewa mambo haya na tuelewe trick ya shetani, na muda ambaye unapoteza hauwezi ukarikava. Kwa hivyo ni vizuri uelewe ya kwamba kuna impact fulani Mungu anataka umake financially, materially, marriagely, or in every aspect of your life. Kila sehemu ya maisha yako Mungu ana mpango. Amesema nataka umalize vizuri, nataka mwisho wako ukuwe mwisho mzuri, lakini unaweza ukashikiwa hanga, unaweza ukazuiwa. Kila mmoja wetu amepewa upako na Mungu ya kuwa kama nyuki. Yaani upako wa nyuki ni kumaanisha hata ukienda kwa jangwa unafaa utoe baraka. Ukienda kwa jangwa unapata nyuki inatoa the best, inatoa asali ile the best. Na wewe fanya uchunguzi wako. Ukambani kuna kiangazi, lakini wanasemanga it is the best honey. Yaani mahali ambapo kuna kiangazi, mahali ambapo kuna ukame, papo hapo nyuki akiingia anatoa asali. Mkamba mwingine anaangalia anasema mimi sina kitu ya kufanya, mimi ni mkamba tu, mimi nimekaukiwa kama mkamba. Sasa asali, nyuki ikiingia inatoa asali. Mkamba mwingine yako hapo haoni nafasi ya kufaulu. Nyuki ikiingia kwa choo, hata ikiingia kwa shimo, inatengeneza asali. Hiyo ni kumaanisha kwamba
katika mahali popote utajipata, Mungu amechimba kisima yako ya kubarikiwa. Lakini wakati ambapo umerogwa, wakati ambapo umeshikiwa nyota yako, unapata ya kwamba ndani yako kuna utajiri lakini unahangaika. Mungu anasema Revelation chapter 2 verses 9, ninajua mateso yako, ninajua umaskini wako, ijapokuwa wewe ni tajiri. Ninaombea kila mmoja aliyo hapa, kila utajiri ambao ni wako, shetani amezuia, siku ya leo madhabahu ya Bwana ikufungulia anga yako. Unasema ya kwamba Bwana nipatie neema, nipatie upako ya nyuki. Popote pale nitaingia, popote pale nitaingia, hata kama ni pabaya, hata kama wengine hawafanikiwi, Baba nifungulie njia yangu. Biblia inasema yeye ni Mungu afunguaye njia mahali ambapo hakuna njia, na mito ya maji jangwani. Sema amen. Mungu akufungulie njia yako. Nasema Mungu akufungulie njia yako. Nasema Mungu akufungulie njia yako. Hebu inua mikono, sema Bwana nifungulie njia yangu. Sema Yesu nifungulie njia yangu, katika jina la Yesu. Na kila maroho ya ukame na kukausha maisha yangu yashindwe kwa jina la Yesu. Kwa hivyo unaweza ukawa ndani yako Mungu ameweka utajiri, lakini unahangaika. Unapata ya kwamba ndani yako Mungu ameweka kitu cha kukupatia baraka, lakini wewe sasa leo umekuwa mtu wa kibarua, wewe umekuwa mtu wa kubahatisha. Wanasema kubagaiza, yaani maisha yako ni ya kubagaiza. Lakini Mungu akikuangalia, ndani yako kuna kampuni, wewe unaweza ukaandika mtu, ndani yako kuna biashara, ndani yako kuna vitu vikubwa na vya kumbariki maisha yako, lakini kwa sababu ya kushikiwa anga, unakuwa kama huyo mtu ambaye Mungu anasema najua mateso yako na umaskini wako, ijapokuwa wewe ni tajiri. Mungu akufungulie utajiri wako. Nasema Mungu akufungulie utajiri wako. Praise the Lord. Kwa hivyo ili upate kuweza kulinda hatima yako, lazima ushirikiane na Mungu. Lazima ukubali kushirikiana na Mungu kwa ajili ya kutimiza hatima yako. Sio wote ambao wanakimbia wanapata thawabu. Sio wote ambao wanaamuka wamejituma kupata kazi wanakuwa na baraka. Kuna watu ambao wanafanya kazi lakini matunda hakuna. Biblia inasema na nguvu zako zitatumika bure, na utakapolima shamba yako halitakuzalia matunda. Kwa hivyo kuna watu ambao kujituma wamejituma, wameondoka wakafanya kazi, lakini unapata kwamba kwa ile kazi anaofanya kuna kitu kinakula baraka zao. Kama vile unaweza ona mtu anakula sana na hawezi akapata kunona, kwa maana kuna minyoo ama kuna ugonjwa fulani ambao hauwezi ukamruhusu kupata kunona. Vivyo hivyo si watu wengi wanaofanya kazi kwa nguvu sana na kwa bidii sana walia na kitu kwa mkono yao. Biblia inasema unapata mshahara wako kuweka katika mifuko iliyotoboka, na unapojifunika unanunua nguo, na unapoenda kuvaa haingii vizuri, na pia hata blanketi yako haikupatii joto. Blanketi inaweza kuwa ni ndoa yako, blanketi pia inaweza kuwa ni blanketi kabisa. Kwa hivyo kuna watu ambao katika hii maisha unaweza wakakuhangaisha na ukapata ya kwamba maisha yako hayaendi vile inatakikana. Kwa hivyo you must partner with God. 1 Corinthians chapter 3 verses 8 and 9. Basi yeye apandaye na yeye
yeye atiaye maji ni wamoja. Na yeye atiaye maji ni wamoja. Lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawasawa na taabu yake mwenyewe. Lakini kila mtu atapata thawabu yake kulingana na taabu yake mwenyewe. Maana sisi tuwafanya kazi pamoja na Mungu. Maana sisi tuwafanya kazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu. Nyinyi ni shamba la Mungu. Ni jengo la Mungu. Na ni jengo la Mungu. Kwa hivyo ukiangalia maandiko yanasema ya kwamba sisi ni watenda kazi pamoja na Mungu. Kwa hivyo Mungu alipotuumba hakutaka tukue independent. Hapana, alitaka tumutegemee. Bwana asifiwe sana. Na tunapotegemea Mungu, naye anatufanikisha. Biblia inasema amembarikiwa amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ndiye nguvu zake. Kwa hivyo katika maisha Mungu hakutaka ujitegemee, utegemee nguvu zako, utegemee marafiki, utegemee kile ambacho umesomea. Alitaka kando na kuwa na marafiki, kando na kuwa na wazazi, kando na kuwa na kile umesomea, uweze kumtegemea na yeye atakufanikisha. Praise the Lord. Unajua Mungu anajua yale mashida watu wako nayo. Na wacha nikuambia kwamba nimekuja kuangalia na nikaona msaada ya wanadamu iko na mwisho yake. Msaada ya mwanadamu kuna mahali inafika unapata hawezi kukusaidia kupita hapo. Anakuambia hata wewe nimechoka mimi. Lakini Mungu achoki na sisi. Kitabu cha Isaiah chapter 46 verses 4. Biblia inasema mimi ndimi niliyokuumba, na hata katika siku za uzee wako nitakubeba na nitakukomboa. Praise the Lord. Mungu achoki na wewe. Sema amen. Kwa hivyo Mungu ni Mungu wa majira yote. Mungu ni Mungu wa nyakati zote katika maisha yetu.